Unaweza ukahisi ni uchawi, lakini wala si uchawi. Pengine labda inaweza ikawa saikolojia. Kuna tofauti kubwa sana kati ya uchawi na saikolojia. Hii ni elimu ambayo nitakuja kukupa siku nyingine, lakini hii imenisukuma mimi niweze kukuelezea kile ambacho kinatokea kwa klabu ya Young Africans pale ambapo wanamuacha mchezaji kutoka kwenye timu yao kwenda katika timu ya Young Africans, alafu mchezaji huyo anashindwa kuonyesha. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa soka la Ulaya, jambo hili wala aliweze kukushtua, kwa sababu pia unaweza ukajifunza kutoka kwa klabu ya Arsenal the Gunners. Mara kadhaa wamekuwa wakisajili wachezaji kutoka katika klabu ya Chelsea, lakini kwao mambo yanakuwa mafi shughuli. Wachezaji hao wanashindwa kuonyesha. Mchezaji kama Willian, mchezaji kama David Ruiz, na baadhi ya wachezaji wengine kama Raheem Sterling, Jorginho Felo, Kai Havertz na baadhi ya wachezaji wengine. Ingawaje wapo baadhi ambao labda wanaonyesha kwa msimu mmoja alafu baadaye wanashindwa kuendeleza makali yao. Hii pia ipo kwa Simba pale ambapo wanaacha wachezaji kwenda Young Africans, mambo yanakuwa tofauti. Mfano upo kwa Clatous Chota Chama, kwa hivi sasa anapitia Mohamed Hussein Zimbwe. Tunaweza tukasema ni gubu la wana Simba kwa Mohamed Hussein Zimbwe. Hiko ni kionjo tu. Taarifa kamili na kujuza baada ya wewe kusubscribe Off Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Kuna gubu la hovyo sana ambalo limeanza kupikwa na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya beki wa kushoto wa Young Africans Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Wameanza kumwandama mapema ikiwa hajafika hata robo ya msimu mpya wa kuitumikia klabu ya Young Africans msimu wa mwaka 2025-2026. Ni kama lile gubu lilokuwa akiwekewa Clatous Chota Chama baada ya kusajiliwa na Young Africans wakati wa dirisha kubwa la usajili mwaka jana. Hizi timu zina tabia ya kuwaombea mabaya wachezaji wanaowahama kwenda upande wa pili. Ni kama wapenzi wanaopendana wakiachana, kinaibuka kitabia cha kuombeana mabaya katika mahusiano mapya. Simba hawakupenda kuona Clatous Chota Chama anahamia katika klabu ya Young Africans, na hiki kitendo cha kutemwa kwenda Singida Black Stars wanakifurahia sana. Hizi tabia za kishamba zipo sana kwa watu wa mpira pande zote za dunia. Simba anatumia udhaifu wa Chama kutopata mafanikio ndani ya Young Africans kama sehemu ya kumkumbusha kwamba tulikuambia huko hapa kufai. Sumu hii naiona inapandikizwa kwa Mohamed Hussein Zimbwe ambaye aliwatumikia kwa uaminifu mkubwa kwa zaidi ya misimu 10, lakini leo wanafurahia kitendo cha kuwekwa benchi na Shedrack Saka Boka. Young Africans ilipoteza ugenini kwa kufungwa bao moja bila dhidi ya Silver Strikers ya nchini Malawi, lakini baadhi ya mashabiki wa Simba wakasambaza picha mitandaoni zinazomuonyesha Shabalala akiwa kwenye benchi. Taswira inayotengenezwa ni kwamba Shabalala ameondoka sehemu iliyomheshimisha na kwenda sehemu inayompuuza, hivyo walikuwa na chaguo sahihi kwake, halikuwa chaguo sahihi kwake kwenda Young African. Kwa akili zao walitamani kumuona Shabalala anamaliza maisha yake ya mpira akiwa ndani ya Simba au hata akihama aende timu nyingine yoyote, lakini sio Yanga. Hizi ndio siasa za mpira wa Tanzania ambazo zimekaa kienyeji sana. Majuzi tu hapa wamezusha taarifa kuwa Shabalala hana furaha ndani ya Young Africans kwa sababu ya kuwekwa benchi. Shabalala mwenyewe sio mwongeaji, lakini katika uzushi huu alilazimika kutoka hadharani na kukanusha hizo taarifa. Zimbwe aliyetoa Young Africans katika usajili wa dirisha kubwa msimu huu amenukuliwa akisema anashangazwa na taarifa hizo, kwani vitu vyote ambavyo anavifanya kwenye maisha yake anakuwa na malengo anayojiwekea, na pale anapoyatimiza huwa anajisikia furaha. Shabalala ameziita taarifa hizo kuwa za uchonganishi, zikiwa na mlengo wa kumchonganisha yeye na waajili wake wapya. Hiki sio kitendo cha kiungwana ambacho kinafanywa na baadhi ya mashabiki wa klabu ambayo pengine labda ni Simba kumzushia mchezaji aliyewatumikia kwa takriban ya miaka 11 aliyodumu tangu alipojiunga nao mwaka 2014 akitokea Kagera Sugar. Hili la kuanza kikosi cha kwanza ni suala la muda tu, lakini naamini kwa kipaji chake linawezekana
wale wanaomponda kwa kukaa benchi sijui watakuja na neno gani endapo atarejea kikosi cha kwanza cha Young Africans. Haya maisha ya kuwania namba dhidi ya nyota wa kigeni Shabalala ameyazoea tangu akiwa Simba. Ikumbukwe tu ya kwamba alifanikiwa kushinda vita ya namba dhidi ya beki wa kimataifa kutoka Ghana kwa maana Asante Kwasi. Hapo awali alionekana kama Shabalala anaenda kupoteza nafasi kwa kocha Patrick Ausems, lakini alimwamini zaidi Kwasi na baadaye mambo yakabadilika, Shabalala akachukua nafasi. Naamini katika upambanaji wake na naamini alivyokuwa na nidhamu ya mpira wa miguu hata anapokuwa nje ya uwanja. Benchi la ufundi la Young Africans limebadilika na inawezekana kwa kocha mpya ambaye anakuja anaweza yeye akampa nafasi, kwa sababu hata kocha aliyetimuliwa kama na Romain Folz wakati mwingine hata Pacome alikuwa anamweka nje. Lakini pia mchezaji ambaye alisajiliwa kwa mbwembwe sana hapa na mzungumzia Musa Bala Conte, naye hakuwa anapata nafasi kwa kocha huyo, badala yake akawa anacheza Azizi Andambwile. Lakini kuja kwa kocha mpya kunaweza kukabadili mambo yakawa tofauti na tukamwona Shabalala akirudi. Haya si maneno yangu, nimenukuu kile ambacho kinazungumzwa na baadhi ya wadau wa soka ambao pengine labda unaweza kawaita mashabiki wa klabu ya Young Africans ama wapenda soka ama wapenda maendeleo ya wachezaji kwa kile ambacho kinaendelewa kumuhusu Mohamed Hussein Zimbwe. Hawaja ama hawaridhiki nacho kumsema kwa mabaya. Ni wakati sasa wa kumtakia kheri, kwa sababu hakuna mtu ambaye ameumbwa ama amezaliwa kukaa sehemu moja maisha yake yote. Hata Lionel Messi alidumu kwa muda mrefu sana, tena sio kudumu tu, pia alisaidiwa baada ya kupata changamoto ya ukuaji, kwa maana alizaliwa akiwa njiti, lakini alifanyiwa makubwa na mengi mazuri na Barcelona, lakini baadaye tukaona akaondoka katika klabu ya FC Barcelona na kujiunga na klabu ya Paris Saint-Germain. Lakini pia Cristiano Ronaldo, yale yote aliyofanya na Manchester United, aliondoka kaenda Madrid, licha Madrid pia kufanya mazuri, pia naye akaondoka akaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kawaida tu kwa wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida tu ambayo yapo huko michezoni. Kwa hiyo tuendelee kuvuta subira na kuona nini ambacho kinaweza kikatokea kwa mchezaji huyo ambaye anakipiga katika klabu ya Young Africans. Mohamed Hussein Zimbwe yeye amesema kwamba hataki watu wawe wasemaji wake. Chochote ambacho yeye atajisikia basi atakisema yeye, na sio watu wajitokeze wawe wasemaji wake. Hivi ndivyo ambavyo mimi nahitimisha. Wewe unaona nafasi ya kutangaza biashara yako nasi, tucheki kwa namba yetu ya simu ya 0711659593 ili uwe miongoni mwa wale ambao wanapata taarifa. Lakini pia unatangaza biashara yako na sisi Off Pitch TV, na pia unaweza ukatuambia wewe unataka biashara yako itangazwe vipi. Yaani wewe ndo bosi na wewe ndo unayetupangia nini ambacho unakitaka. Kwa mengi zaidi hakikisha tuna subscribe Off Pitch TV na unapata mengi ya kimichezo. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Mimi ni